Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha Wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha Yanga kwa namna ambavyo wanavyoendelea kuweza kupambana kuweza kuhakikisha kwamba ubingwa unabaki upande wao. Leo hii wapo uwanjani, majira ni saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, itakuwa jioni fulani vitulivu, ambapo Young Africans wanakwenda kuwaalika si wengine bali ni TRA United katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, katika zile michezo za mwisho kwenda kutamatika kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Maana wakicheza na TRA wanakwenda kumaliza ligi wakiwa na JKT Tanzania. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha kocha Moarin, kikosi la kutisha, kosi ambalo lenye hali ya upambanaji, hali ya utafutaji, hali ya kuweza kuwapa furaha mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans. Ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 ambacho kitakachoanza katika mchezo huu mkubwa wa leo katika kuzisaka alama 3 muhimu mbele ya TRA United, ambapo rekodi zinaonyesha mchezo wa mwisho walipokutana walitoka sare ya 0-0. Je, leo hii itakuwaje? Sasa mimi nimekusogezea kikosi hicho, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Wananchi Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanafanikisha kile ambacho wamekikusudia, ambapo ni kuweza kuchukua taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Huenda ikawa ni mara ya 5 kama watafanikiwa kuweza kufanya hivyo. Sasa klabu ya soka Young Africans kupitia kocha Moarin ameweza kuweka wazi majina ya wachezaji ambao watakaoanza katika mchezo huu mkubwa dhidi ya TRA, na bila kupoteza wakati ndio kutizama kikosi, ambapo golini simama si mwingine bali ni Djigui Diarra, screen protector. Nafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri akiwa langoni, ameendelea kuweza ona clean sheet ambazo anazozifanya, save za maana ambazo anazozifanya kwenye michezo hii. Ni moja kati ya magolikipa ambao bila shaka hata ukiwa ni mpinzani unasema kwamba kweli hawa jamaa wana golikipa mzuri, kwa namna ambavyo wanavyofanya save za maana, namna ambavyo anapanga ukuta wake, hesabu ambazo anazozipiga anapokuwa anatoka golini. Unaweza kushuhudia kwamba huyu ni golikipa ambaye kama Tanzania tunajivunia kuwa sehemu ya kuwa na golikipa kama huyu ambaye anawakilisha timu ya Wananchi Young Africans. Kwa hiyo Diarra ataendelea kuweza kuwepo leo hii pia akitafuta clean sheet yake nyingine. Je, atafanikiwa kuweza kuipata? Swali litakuwa hapo. Lakini katika upande wa mabeki, safu ya ulinzi, ambapo beki namba 2 atakuwepo Atola Yao Kwasi. Jeshi, unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao ukimwona ni mzima kabisa, hana majeraha yoyote, basi jua kwamba shughuli watakuwa nayo. Yani upande ambao wanaocheza shughuli, basi washambuliaji watakuwa nayo kweli kweli, kwa sababu kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye
ubora wa safu ya ulinzi. Lakini pia upande wa beki namba 3 anasimama si mwingine bali huyu ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbu Junior. Nafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki ambao na wenyewe wanafanya vizuri. Ana uwezo mzuri, ana uwezo wa kupanda, ana uwezo wa kurudi, ana uwezo wa kupandisha mashambulizi na kuja kutuliza timu. Kwa hiyo ubora mkubwa utakwenda kushuhudia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Young Africans. Lakini pia katika safu ya upande wa beki namba 4 unakutana na hapa nazungumzia si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Ukiweza kuona ubora mkubwa ambayo yuko nao, namna ambavyo anafanya tackling zake, namna ambavyo anapiga vichwa, ni miongoni mwa defender wazuri kabisa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia namba 5 anakuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, ameendelea kuweza kuwa na ubora mkubwa kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambao anaifanya, save za maana ambazo anazifanya kweli kweli Bakari Mwamnyeto kwa kupiga mipira yake ya kichwa kutokana na urefu ambao yuko nao. Kwa hiyo mwalimu ameendelea kuweza kumpa nafasi. Huku namba 6 anasimama Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa viungo bora kweli kweli. Unaweza kusema ya kwamba ukawapa watu sifa kedekede kwa kufunga, lakini usisahau kwamba eneo la chini kabisa ambalo linatengeneza ama linapika mabao yote hayo, huwezi kuacha kutaja ubora wa Duke Abuya kwa kazi ambayo anaifanya. Ana linki wachezaji ambao ni washambuliaji pamoja na mabeki, ambapo wanafanya kazi nzuri kweli kweli, bila kuweza kuiona kwa macho, uweze kuiona kwa upande wa football kwa kile ambacho anachokifanya. Lakini katika upande wa namba 7 anakuwepo Starboy Alan Okello. Nafahamu shughuli yake, miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika orodha ile ya wafungaji bora, wakiwa na magoli yao pale, wakiendelea kuweza kuyatafuta ili kuweza kukamilisha kile ambacho wamekikusudia. Lakini pia katika upande wa namba 8 anakuwepo Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu bora kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Asipokupigia simu basi jua kwamba umepona siku hiyo. Lakini mara nyingi ni moja kati ya watu ambao wana magoli ambayo yasiyotarajika, yani unaweza kusema hivyo. Lakini katika upande wa namba 9 atakuwepo si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Huku namba 10 anasimama Maxim pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo wa kukaba kweli kweli, wana uwezo wa kutembea na mpira, mashuti, ni moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli, ni wapambanaji, wanaonesha kabisa kwamba wana hali na nguvu, wanaitaka mechi, lakini pia wanataka kuchukua ubingwa. Lakini pia katika nafasi ya namba 11 anakuwepo Profesa Aboli, si mwingine bali ni Paco Mzuzwa. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na uwezo mzuri kabisa bana. Weka maoni yako hapo chini katika kikosi hiki ambacho nimekusogezea